kitabu cha Mwanzo 7 na mstari wake wa kwanza. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Na jamaa yako yote, watoto wote mnawekwa kwenye safina. Hamna mchawi kuwachezea. Waachie, toka kwenye maisha yao. Makombora yanayotafuta mama na watoto leo hii imepangwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kombora waliolitamka, yale ya sirini mliomtupia, mliomwekea, ni saa ya kuwekwa kwenye safina. Ninatamka kuanzia sasa hivi wanawekwa kwenye safina, na watoto na familia. Hamna kuteseka, hamna kupigwa, hamna kuonewa, hamna kushambuliwa. Na wewe unayenisikia na watoto wako wote mnaingia kwenye safina. Gharika hazitawapata, hazitawatupa. Walituma mafuriko mengi kwenye familia, walituma mafuriko mengi kwenye nyumba yako. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, gharika zao hazitawapata wewe na jamaa yako yote, wewe na familia yako yote, na nyumba yako yote. Familia, watoto kuanzia mzaliwa wa kwanza mpaka mzaliwa wa pili mpaka mzaliwa wa tatu, wote ninawaweka ndani ya safina. Ingia ndani ya safina kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna wa kutupa mashambulizi, hakuna wa kuleta mashambulizi. Kila ngome zao, maji yao machafu, hilo ngome moto 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 waliokuandalia, moto waliokutupia, hautakupata, hautakugusa, hautakugharikisha. Natamka kuanzia sasa hivi, yeyote ambaye ameleta mashambulizi, ameleta vita, leo yanamrudia yeye, yanamrudia yeye, yanamrudia yeye. Aliwinda watoto wako, alilinda familia yako. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu na uweza na mamlaka yote, pokea ulinzi wa Bwana, pokea ulinzi wa Yesu pekee, ulinzi wa Jesus only. Wote walichokutamkia kibaya, mafuriko yote ya kichawi hayatakupata, hayatakugusa. Ninatamka juu ya familia, juu ya watoto, juu ya kazi, kila walichokutamkia, kila walichokutupia, kuanzia mzaliwa wa kwanza, wote mtawekwa kwenye ulinzi pamoja na jamaa yako yote. Hakuna atakayeshindwa, hakuna atakayetupiwa. Natamka ulinzi kwa jina la Yesu Kristo. Natamka uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Natamka ngao, natamka safina, safina ya Nuhu iwalinde pamoja na watoto wako, iwalinde pamoja na nyumba yako. Wote ambao umefika mahali hapa, na nyinyi mnaosikiliza katika mtandao, unaofuatilia ibada ya leo, natamka ulinzi wa kifamilia, ulinzi wa nyumba nzima, au uzao wako wote utakuwa katika mkono wa Bwana. Naweka mkono wa Bwana juu ya familia katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yatapanguliwa, uharibifu utapanguliwa, giza litapanguliwa, uchawi utapanguliwa, uharibifu utapanguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia saa hii, waliotupa makombora kwa watoto wako havitawapata, havitawagusa kwa jina la Yesu Kristo. Moto unatembea. Kila spiriti walizotupa kwenye familia, walizotupa kwa watoto, mapepo yote machafu wametupa kwa wazaliwa wa kwanza, kwa wazaliwa wa pili, I declare and I decree, kuanzia sasa hivi, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Moto unatembea. Maroho ya ushoga, maroho ya usagaji, maroho ya ushoga, maroho ya usagaji, toka kwenye familia, toka kwenye nyumba. Magonjwa yote ninayapangua na kuyasambaratisha. Hayatapita, hayata
utapenya kwenye hizo nyumba. Watoto watakuwa salama, watoto watakaa vizuri, watoto wa mama huyu. Natamka kuanzia leo, moto ukatembea, moto ukatembea, moto ukatembea. I declare and I decree uponyaji kwa jina la Yesu. Maroho ya ukahaba hayatukaa kwenye familia zetu, nimeyapangua kuanzia sasa hivi, nimeyaondoa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Moto unatembea. Hebu omba kwa ajili ya familia. Waombee dada zako, waombee kaka zako, waombee watoto wako. Watamkie neno la ulinzi hapo ulipo. Ndugu zako watamkie. Usinyamaze kimya. Pray, 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 pray. Haujui wamewindwa na kitu gani, haujui wanatafutwa na nini. Kile kinachowatafuta sasa hivi kinakwenda kupanguliwa. Waweke ndani ya safina ya Mungu, waweke ndani ya safina ya Mungu. Ni saa hii, kila shambulio linalotafuta familia, linalotafuta wanaoko, kwa jina lako Yesu lenye nguvu, na waweka. Omba sasa kwa nguvu. Wataje majina yao. Taja majina ya ndugu zako, kaka zako, dada zako, jamaa yako yote. Pray for them, pray for them, pray for them, pray for them. Something is happening in your family. Something is happening in your family. I speak protection. I speak healing in the name of Jesus. I speak protection. Pray for your family. Pray for your siblings. Pray for your daughters. Pray for your sons. Pray for them. Pray for them. Pray for your parents. Pray for them. Pray for them. Tamka neno juu yao. Usinyamaze. Ndio namna hiyo. Naona kuna wingu kubwa linafunika familia nzima. Wingu kubwa linafunika dada zako wote waliowindwa kwa ajili ya uchawi na uganga, kwa ajili ya mapepo ya zinaa. Yote yanapanguliwa, yanaondoka. Ulinzi wa Bwana unapenya. Wataje dada zako, kaka zako. Kuna kitu kinafanyika kwenye familia. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Tamka mbele za Mungu hapo ulipo. Chochote ambacho walipanga juu ya familia, chochote walitanga mtego juu ya kazi za watoto wako. Watoto wako wana mitihani, watoto wako wanapitia mazito. Haujui kinachoendelea dada zako. Kwa nini familia nzima mnapitia tabu ile ile? Kwa nini mnapitia shida ile ile?